بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ndugu zangu wapendwa, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye Mola wetu, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye katumba akatuleta hapa duniani, kama inavyofahamika kwamba kutokana na hikima zake Mwenyezi Mungu Mola wetu mtukufu hawezi kukiumba kitu isipokuwa kwa sababu au kwa hikma maalum. Na ndio maana hata sisi mwanadamu ambaye ni mkamilifu wa akili, mwanadamu ambaye ni akili zake ziko timamu, hafanyi jambo lolote isipokuwa anakuwa na makusudio au anakuwa na malengo katika jambo lake hilo. Hivyo Mola wetu ni aula zaidi kwamba atakuwa na makusudio katika mambo yake anayoyafanya, ikiwa miongoni mwayo ni kumuumba mwanadamu ambaye ni mimi na wewe, kwamba Mola wetu ametuumba akatuleta hapa ulimwenguni, lazima atakuwa alikuwa na kusudio alilotaka katika kutumba kwake. Hivyo ndugu zangu Waislamu au ndugu zangu ambao hamjabahatika kuwa Waislamu, ningependa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kikao chetu hiki, mazungumzo yetu tuzungumzie kuhusu Uislamu. Lakini vipi tutazungumzia Uislamu au tutazungumzia Uislamu katika nyanja zipi? Kwa kuwa Uislamu ni uwanja mpana, ni vizuri kama tutaainisha baadhi ya pointi tutakazozungumzia, na hii ni kulingana na muda wetu, kwamba muda wetu hautakuwa ni mrefu na pengine inawezekana usitoshe. Kwa hiyo tutaainisha baadhi ya nukta au pointi ambazo tutaweza kuzungumzia katika kikao chetu au katika muhadhara wetu wa leo. Ndugu zangu, miongoni mwa mambo ambayo ningependa tuyazungumzie, baadhi yake ni haya yafuatayo. Kwanza kabisa, ningependa tuzungumze kwa muhtasari kuhusu historia ya mwanadamu na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ni ipi historia ya mwanadamu na ujumbe wa Mwenyezi Mungu? Na jambo lingine tutaona, je, ni kweli Mwenyezi Mungu ana dini zaidi ya moja? Na kama ndiyo kwamba Mwenyezi Mungu ana dini zaidi ya moja, basi ni ipi au ni zipi hizo dini za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Halafu vile vile tutajaribu kuangalia ulipatikana vipi ukengeukaji katika dini. Ikiwa Mwenyezi Mungu anazo dini au anayo dini kama ni moja, sasa iliwezekana vipi au ni ipi historia ya kukengeuka kwa mwanadamu kutoka katika maumbile sahihi ya Mwenyezi Mungu ambayo ni kumwabudu Mungu mmoja? Na kisha tutaangalia wito wa Uislamu na Waislamu kwa ujumla kwa ulimwengu mzima. Wito wa Waislamu au kauli mbiu ya Waislamu na Uislamu kwa ujumla kwa ulimwengu. Na pia tutajaribu kuangalia mazuri ya Uislamu, na mengine kama yatatokea basi tutaweza kuyaongeza katika mazungumzo yetu kulingana na muda utakapokuwa tukienda nao. Kwanza kabisa nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye amepwekeka kutokana na kuwepo kwake, Mwenyezi Mungu ambaye ametukuka na kila sifa ya upungufu, ikiwa miongoni mwa sifa alizotukuka nazo ni sifa ya kuwa na mke au kuwa na mtoto. Hizi ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu Mola wetu ametukuka nazo. Mwenyezi Mungu Mola wetu vimeshuhudia vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini juu ya upweke na utukufu wake Mwenyezi Mungu Mola wetu. Vyote vilivyomo mbinguni ni katika alama za utukufu wa Mwenyezi Mungu Mola wetu. Yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja, tena ni mpweke ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Pia Mwenyezi Mungu Mola wetu ametukuka kutokana na kufanana na viumbe vyake, yaani Mwenyezi Mungu hafanani na chochote katika viumbe wake. Yeye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kuendesha ulimwengu na kuendesha vitu vyote vilivyomo katika ulimwengu kwa uwezo wake. Mwenyezi Mungu Mola wetu ndiye mwenye kugeuza usiku na mchana, mwenye kuyageuza masiku kwa ujumla. Hii ni katika baadhi ya matukufu na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bali uwezo wa Mwenyezi Mungu ni mpana zaidi kiasi kwamba mzungumzaji yoyote yule awavyo hawezi kuzungumzia utukufu wa Mwenyezi Mungu na akaumaliza.
Kisha nifuatishe kwa kumtakia rehema na amani bwana wetu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ambaye Mwenyezi Mungu kamtuma rasmi kwa ajili ya kuja kuondosha upotovu hapa duniani na vile vile kunyanyua bendera ya uongofu. Kisha niwatakie rehema pia ahali zake, yani watu wake pamoja na maswahaba wake. Mwenyezi Mungu awawie radhi na rehema na Mwenyezi Mungu ziwafikie wote. Ama baada ya utangulizi huu mfupi, kwa hakika ndugu zangu, ni kweli kwamba dini ambazo anazifuata mwanadamu hapa duniani ni nyingi sana kiasi kwamba haziwezi kuhesabiwa kwa wingi wake. Lakini zilizokuwa mashuhuri ni chache. Katika hizo nyingi zilizokuwa mashuhuri ni chache, na nyingi katika dini hizo baadhi yake zinafanana moja kwa moja kiasi kwamba huwezi kukuta tofauti. Aidha tofauti utaikuta katika dini hizo labda katika majina ya Mwenyezi Mungu na katika baadhi ya vipengele ambavyo ni vichache tu katika dini hiyo. Na sababu zilizopelekea pengine kufanana kwa dini hiyo, kwa dini hizi mbalimbali, tunaweza tukaona kwamba pengine ni kwamba wakati alipokuwa akija mtume na watu wake wakamfuata, yani Mwenyezi Mungu alipokuwa akimtuma mtume kisha watu wake wakamfuata, baada ya kuwa anapofishwa mtume huyo, anapoondoka Mwenyezi Mungu akamfisha, basi watu wake na wafuasi wake wote waliokuwa wakiingia, waliokuwa wakimfuata, huingiza katika mafundisho ya mtume huyo itikadi mbalimbali za kishirikina ambazo walikuwa wakizitakidi kabla ya kuja kwake huyo mtume. Kwa hiyo tunagundua kwamba miongoni mwa sababu za kutofautiana itikadi au kutofautiana hizi dini ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka, alipokuwa akimtuma mtume huyo akaleta mafundisho ya Mungu kwa watu wake, kisha inapofika wakati wake wa kufariki, yani Mungu akamfisha, muda wake wa kufikisha ujumbe wa Mungu kwa umefika, anapoondoka, basi wale watu wake ukipita muda huwa wanachukua yale mafundisho yao ya zamani yaliyokuwa kabla ya kuja kwa mtume, wakayaingiza katika dini na hatimaye wakayabadilisha mafundisho sahihi ya mtume aliyokuja nayo. Na ndiyo maana utakuta baadhi ya dini nyingi zimeingia mambo ya ushirikina na mafundisho ambayo waliokuwa wakiyaiga kutoka huko zamani. Na ni ukweli usiopingika kwamba hakika dini hizi mwanzo kabisa zilikuwa ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ufunuo ambao Mwenyezi Mungu kawafunulia wanadamu kupitia malaika, kupitia mitume wake, lengo kubwa ikiwa ni kuwawezesha wanadamu waweze kuishi maisha ya usalama na maisha ya utulivu. Au kwa ibara nyingine kwamba ilikuwa lengo la mafundisho haya ya mitume ni kuleta amani na usalama katika ulimwengu. Kisha lakini wanadamu kutokana na tabia zao za kibinadamu wakayageuza mafundisho hayo na wakaleta maharibifu katika dini na mafundisho ya mitume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwa ujumla. Hii ni kwa ufupi kuhusiana na sababu za kutofautiana au wingi na kuongezeka kwa dini mbalimbali. Hii ni moja katika sababu zilizopelekea mambo kama hayo. Sasa tujaribu kuangalia kwa muhtasari kuhusu historia ya mwanadamu na mitume au na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, ni kwamba wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomteremsha baba yetu Adam na mke wake mama yetu Hawa akawaleta hapa duniani, basi tangu kipindi hicho uadui ulikuwa ni wenye kuendelea baina ya Adam mwenyewe upande wake na kati ya Ibilisi, na baina ya Ibilisi na kizazi cha Adam kwa upande wa pili. Yani uadui wa Ibilisi, yani shetani, ulikuwa ni wenye kuendelea tangu huko wakati ambapo Mwenyezi Mungu alimleta baba yetu Adam na mke wake mama yetu Hawa hapa duniani waweze kuishi katika uso huu wa dunia hii. Basi uadui ulikuwa ni wa milele, kisha uadui ukahamia kwa kizazi cha Nabii Adam ambaye ni baba yetu Adam. Kisha gomvi huu na uadui huu ukawa ni wenye kuendelea, ikiwa malengo yake makubwa kabisa ni kuwazuia watu kutokana na uongofu na kuhakikisha kwamba huyu shetani anahakikisha kwamba anawakosesha kheri
na anawapambia shari na kuhakikisha kwamba anawaweka mbali kabisa na radhi za Mwenyezi Mungu, na akiwa anakubia wawe ni watu waovu hapa duniani na vile vile wawe huko akhira ni katika watu watakaoingia katika adhabu za Mwenyezi Mungu, ikiwa miongoni mwa adhabu zake ni moto ambao kauandaa kwa wale watakaoepuka na kujitenga mbali na sheria zake na hukumu zake alizozitaka watu wafuate. Lakini Mwenyezi Mungu Mola wetu, kama tulivyotangulia kuzungumza kwamba Mwenyezi Mungu hakutuumba kwa mchezo tu hivi bila sababu. Pamoja na hivyo vile vile hakutuacha hivi kama alituumba kwa malengo, pia hakutuacha hivi bali alitutumia mitume ambao walikuwa malengo yao au kazi zao ni kuwabainishia watu ibada sahihi ya kumwabudu Mola wao, na vile vile kuwaangazia njia sahihi itakayowafikisha katika mafanikio hapa duniani na katika mafanikio ya akhira aliyoandaa Mwenyezi Mungu Muumba wetu. Hivyo Mwenyezi Mungu Mola wetu akawaeleza majini na watu, akawataarifu kwamba pindi utakapokujieni ujumbe kutoka kwangu, kitakapokujieni kitabu kutoka kwangu, au akakujieni mtume yoyote kutoka kwangu ambaye atakuwa anakuongozeni katika yale yatakayokukurubisheni kwangu mimi na yatakayokukurubisheni katika radhi zangu mimi, basi mfuateni, kwa sababu mwenye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu huyo atakuwa ni mwenye kuongoka na atakuwa ni mwenye kuwa katika hali ya usalama. Na yeyote atakayemwamini Mwenyezi Mungu akaufuata ujumbe wa Mwenyezi Mungu na akavifuata vitabu vyake na yote waliokuja nayo mitume, huyo basi afahamu kwamba atakuwa ni mwenye kufaulu, wala hatakuwa ni mwenye hofu, na wala hatapotea, na wala hatapata tabu yoyote hapa duniani. Kwa hali hii, ndugu zangu, hivi ndivyo kilivyoanza kisa cha mwanadamu. Hapa tunazungumzia kisa au historia ya mwanadamu. Hivyo baba yetu Adam akaishi hapa duniani, na wale waliokuwa baada yake miongoni mwa vizazi vyake wakaishi karne nyingi sana tu, wakiishi katika kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata sheria zake, wakimpwekesha yeye kwa ibada kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Mola wetu. Kisha ikapatikana ushirikina. Ukaja ushirikina, akaabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu akamtuma mtume wa kwanza kabisa, Nabii Nuhu, lengo kubwa ikiwa ni kuwalingania watu kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kujitenga mbali na ushirikina. Kisha baada yake wakafuata mitume wengine na manabii wengine, wakitofautiana katika zama zao na wakitofautiana katika sehemu zao. Yani Mungu alikuwa akiwatuma baada ya miaka kadhaa, Mwenyezi Mungu anawaleta mitume wake katika maeneo tofauti na katika zama tofauti. Na Mwenyezi Mungu mtukufu kwa hekima zake akajalia ulinganiaji au neno na ujumbe wanaofikisha mitume wote hawa ni neno moja tu, au ilikuwa ni maneno ambayo yana asili moja, ambayo ni kuwalingania watu katika Uislamu, ambayo ni amani. Tunaposema Uislamu tunazungumzia amani, dini ya amani, dini inayompa amani mwanadamu na kumfikisha kwa Mwenyezi Mungu Mola wake katika hali ya amani, dini ambayo inafundisha kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na kuvitupilia mbali vyote vinavyoabudiwa kinyume na yeye Mwenyezi Mungu Mola wetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akaendelea kuwatuma mitume mpaka akafikia kwa baba yetu, kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabii Ibrahim akawalingania watu wake kuacha ibada za masanamu, na akawalingania vile vile na yeye wampwekeshe Mwenyezi Mungu kwa ibada. Kisha vizazi vikaendelea na utume ukaendelea katika kizazi cha Nabii Ibrahim na wale waliokuwa baada yake. Na baada ya kizazi cha Nabii Ibrahim utume ukahamia katika kizazi cha Nabii Ismail, kisha Ishaqa, kisha ikaendelea utume ukapatikana katika kizazi cha Ishaqa. Na mitume wengi wamepatikana katika kizazi cha Ishaqa. Miongoni mwa mitume wengi waliopatikana katika kizazi cha Ishaqa ni Yakubu, Yusufu, Musa, Daud, Isa bin Maryam ambaye ni Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki wote. Na baada ya Yesu hakupatikana mtume yoyote katika kizazi cha wana wa Israeli. Hapo mtume sasa ukahamia katika tumbo la Ismail. Mwenyezi Mungu amuyerani, Mwenyezi Mungu amrehemu.
Kisha Mwenyezi Mungu mtukufu akamchagua Mwenyezi Mungu mtukufu katika kizazi cha Ismail, akamchagua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ikiwa yeye ndiye mtume wa mwisho na ndiye nabii wa mwisho, na akajalia Mwenyezi Mungu kwamba ujumbe wa mtume au ujumbe aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwamba utakuwa huo ndio ujumbe wa mwisho, na kitabu chake alichoteremshiwa ambayo ni Qur'ani kwamba itakuwa ndio kitabu cha mwisho kwa wanadamu. Kwa hiyo tunasema kwamba Qur'ani ndio kitabu cha mwisho ambacho Mwenyezi Mungu akiteremsha kwa mtume wake wa mwisho ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa maana ya kwamba hakuna mtume mwingine yoyote atakayekuja baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii kwa muhtasari ndio maelezo mafupi kuhusiana na historia ya mitume na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama ni hivyo basi, hapa linajengeka swali ni kwamba je, kama tulivyozungumza katika pointi ya pili kwamba je, ni kweli Mwenyezi Mungu basi anazo dini tofauti tofauti au dini ya Mwenyezi Mungu ni moja? Jibu la swali hili linapatikana katika Qur'ani katika sura ya 3 pale Mwenyezi Mungu anaposema a'udhu billahi minash shaitani rrajim inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, kwamba hakika dini ya kweli, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu peke yake, kwa maana ya kwamba haitokubaliwa au hatokubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa mtu yoyote dini nyingine isipokuwa dini ya Uislamu. Vile vile maneno haya yamethibitishwa na maneno ya Mwenyezi Mungu katika sura ya 3 aya nambari 85 pale Mwenyezi Mungu aliposema وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, kwamba yoyote atakayefuata dini nyingine yoyote isiyokuwa dini ya Kiislamu basi afahamu kwamba dini hiyo haitokubaliwa kwake dini hiyo, na yeye katika siku ya akhira, siku ya kiyama, atakuwa ni miongoni mwa watu ambao wamepata hasara. Hivyo tunafahamu katika aya hii kwamba dini yoyote isiyokuwa ya Uislamu haikubaliwi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni hivyo basi, sasa vipi kuhusu hizi dini nyingine? Maana mtu anaweza kujiuliza, ikiwa Mwenyezi Mungu hatokubali isipokuwa dini ya Uislamu, sasa vipi kuhusu hizi dini zingine, Ukristo, Uyahudi, upagani na dini zingine? Vipi hizi dini? Na kusudia dini za mbinguni, dini ambazo zina asili kwamba Mwenyezi Mungu kaziteremsha. Kama Ukristo kabla ya kubadilishwa ni dini ambayo ina asili kwamba Mwenyezi Mungu kaiteremsha, na dini nyinginezo kama hizo. Jawabu la swali hili linapatikana au litakuwa na sehemu A na B. Sehemu A kwanza kabisa ni kwamba kuna mafuhumu au kuna dhana potofu ambayo ipo kwa watu wengi takriban. Dhana yenyewe wanadhani kwamba Uislamu ni dini ya Muhammad peke yake. Yaani wenzetu, ndugu zetu ambao hawajabatika kwa Uislamu wanadhani, na wengi utawasikia wakizungumza kwamba Uislamu ni dini ya Muhammad. Au hata katika Waislamu wako ambao wanadhani kwamba Uislamu ni dini ambayo kaja nayo Muhammad ama wengineo katika mitume, kwamba kila mmoja alikuja na dini peke yake, dini yake mwenyewe, kwamba Mungu alimpa dini yake na sheria zake, na Muhammad naye kapewa Uislamu ambao ndio dini yake na sheria zake, na kwamba Mwenyezi Mungu hatokubali dini hizo kama Uyahudi na Ukristo, bali na mila zingine. Hii ni baadhi ya itikadi au mtazamo uliopo kwa baadhi ya watu, lakini ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia kuhusiana na usahihi wa dini hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha kwamba dini ya mitume wote ni dini moja, japokuwa kwamba kama tutakavyokuja kuona huko mbele kwamba sheria zao zilitofautiana katika baadhi tu ya vipengele, lakini asili ya dini ni moja na wote walilingania katika jambo moja ambalo ni jambo la kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada. Kwa hiyo watu wenye mtazamo potofu kama huu hujaribu hata kujengea hoja baadhi ya aya katika Qur'ani, katika mawazo yao haya huyajengea hoja kwa kutumia aya za Qur'ani, miongoni mwazo kama vile aya isemayo lakum dinukum waliya din, kwamba nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake awaambie makafiri wa Maka na wengineo kwamba nyinyi mna dini yenu. Kwa hiyo wanatazama kwamba
kama Mwenyezi Mungu azungumza hivi, ina maana kwamba ziko dini zingine vile vile. Miongoni mwa aya wanazozitumia ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, kwamba hakuna kulazimishana katika dini, kwamba mtu usimlazimishe mtu kuingia katika dini kwa sababu tayari uongofu ushabainika kutokana na upotofu. Lakini ndugu zangu, mtazamo huu sio sahihi. Ukweli ni kwamba Uislamu ndio dini pekee ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu kawatuma kwayo mitume wote, kama tutakavyokuja kubainisha hapo baadaye. Kwa hiyo Uislamu sio dini ya Muhammad peke yake. Uislamu ni dini ambayo Mwenyezi Mungu kawatuma kwayo mitume wake wote. Na katika mambo ambayo yanatubainishia au kututhibitishia kwamba dini ya mitume wote ni dini ya Uislamu ni kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema wama kana an-nasu illa ummatan wahida wama kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, yani watu hawakuwa isipokuwa ni umma mmoja peke yake, lakini walipokhtilafiana ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamua kuwaleta mitume. Kwa hiyo tunakuta kwamba watu wote walikuwa katika sheria moja. Vile vile aya nyingine Mungu anasema kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin, kwamba watu wote walikuwa katika mila moja ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Mila yenyewe ilikuwa ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Walipoacha mila hii ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ndipo Mwenyezi Mungu akawatuma au akawaleta mitume waje kuwabashiria mema wale watakaozifuata sheria za Mungu na kuwaonya na adhabu wale watakaojitenga na yale aliyoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu alipowatuma mitume hawa akateremsha pamoja nao vitabu ili hawa mitume waweze kuwaongoza watu kupitia vitabu hivyo. Na kama tulivyozungumza hapo nyuma kwamba walikuja mitume kwa kufuatana, Mwenyezi Mungu hapa anawazungumzia baadhi ya mitume. Tuchukue baadhi ya mifano ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawazungumzia mitume katika kuonyesha kwamba ulinganiaji wao ulikuwa ni mmoja, tena katika jambo moja ambalo la kumpwekesha Mwenyezi Mungu peke yake. Mwenyezi Mungu anaeleza katika sura ya 3 aya ya 67, anasema ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin, ya kwamba Nabii Ibrahim hakuwa Myahudi wala hakuwa Mnasara, yani Mkristo, lakini alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu, tena ni Muislamu, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Vile vile katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anamzungumzia Nabii Ibrahim na Yakub, amani za Mwenyezi Mungu ziwaendee, asema wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirah lamina salihin, kwamba hakuna yeyote ambaye anajitenga na mila ya Nabii Ibrahim isipokuwa atakuwa kaitia nafsi yake katika upumbavu, na hakika tulimchagua Nabii Ibrahim katika ulimwengu huu, naye siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wema. Aya ni nyingi ndugu zangu katika imani ambazo zinaonyesha, au ushahidi ni mwingi ambao unaonyesha kwamba dini za mitume walikuja na dini aina moja, na wote walikuwa kilingania katika jambo moja la kumpokesha Mwenyezi Mungu na kujitenga mbali na ushirikina. Hivyo inatubidi au inatubainikia kwamba Uislamu ndiyo dini ya mitume wote, na kwamba sheria zao zinalingana na wote wamelingana au wamekwenda sambamba katika kulingania katika asili moja ambayo ni kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu na kufuata sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni hivyo basi, sasa vipi ulipatikana ukengeukaji? Vipi watu walikengeuka kutoka katika sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa mitume wote walikuwa ni Waislamu, wote walilingania Uislamu, sheria zao zilikuwa ni moja? Vipi tunaona leo hii katika ulimwengu kwamba dini zimekuwa ni nyingi tofauti, mitazamo ya watu, imani za watu zimekuwa tofauti? Huu ukengeukaji ulipatikana vipi? Hapana shaka kwamba nyumati zilizotangulia zilizokuwa zikimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
zilikuwa zikiabudu waungu tofauti tofauti, walikuwa na miungu tofauti tofauti ambayo waliizua wao. Kulikuwa na miungu ya ajabu ambayo leo hii vile vile katika zama zetu imeongezeka, au watu wamerudi katika yale yaliyokuwa yamepita katika zama zilizotangulia. Kwa mfano utakuta katika zama zilizopita miongoni mwa aina za vitu vilivyokuwa vikiabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu, ulikuwa na Mungu radi. Miongoni mwa aina za vitu vilivyokuwa vikiabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu, ulikuwa na Mungu radi, ulikuwa na Mungu maji, ulikuwa na Mungu umeme, ulikuwa na Mungu moto, ulikuwa na wengine wakiabudu vitu vyote hivi vipo katika usawa wa ardhi, bali kuna watu wanaabudu vitu vingine vya ajabu zaidi. Kwa hiyo watu walikeuka kuacha mafundisho ya mitume, wakaathirika na vitu walivyokuwa wakiviabudu kwa zamani, wakachanganya katika mafundisho ya mitume. Ndipo hapo kupatikana ugengeukaji kutoka katika sheria alizotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zifuatwe, ambazo aliziteremsha kupitia mitume wake. Sasa basi, ni upi wito wa Waislamu na Uislamu kwa ujumla kwa ulimwengu mzima? Ndugu yangu mpendwa, hakika Muislamu haridhika kabisa kumuona mwanadamu ambaye anafikia upeo mkubwa katika maendeleo, katika vitu ambavyo ni vya kawaida hivi ya kilimwengu, abakie katika mawazo yale ya zamani, mawazo ya zama zilizopita ya kuabudu mizimu, kuabudu vitu visivyoeleweka, kuabudu vitu ambavyo havistahili kujua. Jambo hili kwa Muislamu linamtia uchungu sana. Jambo hili linamtia uchungu Muislamu kuona mwanadamu ambaye anaishi katika karne hii ya 21 ya sayansi na teknolojia, bado kuna watu wanaabudu vitu ambavyo havistahili kujua. Jambo hili linathibitisha na kutia machungu sana Muislamu. Kwa hiyo hapa tunajaribu kuangalia nini wito wa Uislamu, nini kauli mbiu ya Uislamu kwa ulimwengu, kutokana na watu tuliopewa sisi kwa kupeana nasaha na vile vile kuwapendelea heri ndugu zetu na kutaka kupatikane kwa amani kwa wanadamu, na kutokana na kwamba Uislamu sisi tunafundisha kuhakikisha kwamba tunamwepusha mwanadamu yoyote kuingia uwezo wake wakati uwezo wetu, kutokana na vitu ambavyo vitakuwa ni vyenye kutia katika shari aidha hapa duniani au kutia katika adhabu za Mwenyezi Mungu akhera. Ndio maana tunaona kwamba njia iliyo bora ni kueleza mazuri ya Uislamu, kujaribu kuyabainisha na kuwapambanulia na kuwafunulia ndugu zetu waweze kuona mazuri ya Uislamu, na tuwaite katika dini hii ya haki, dini ya maumbile, dini ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio dini anayoitambua, bali dini ya mitume wote kama tulivyoona. Hivyo kupitia maneno haya nadhani bila shaka wale ambao wanasikiliza, Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na uwezo wa kusikiliza kisha wakawa wanafuata mazuri katika yale kusikiliza, huenda wakaokoka kutokana na haya tunayozungumzia. Na sababu nyingine vile vile ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu wa kimungu ambao Uislamu unataka sisi tutekeleze, kwa sababu sisi wote wanadamu ni ndugu kwa sababu ya mzazi wetu Adam. Kwa hiyo ndugu lazima awe na upendo, awe na imani, awe na huruma kwa ndugu yake. Kwa hiyo kutokana na njia hii au kutokana na sababu hii ndio tunaona kwamba iko haki Yesu kusema kwa haya, ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amejalia kuwa na usikilizaji ambao utakuwa usikilizaji na ufuatiwa na utendaji na kufanya kwa mazuri aweze kuokoka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kama nilivyozungumza hapo kwamba ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu kupitia mitume wake ni ujumbe ambao ulikuwa ni wenye kuwafikiana, ujumbe wenye kufanana katika misingi au katika asili ya ujumbe wenyewe, japokuwa na baadhi ya sheria ndogo ambazo zilizotilafiana. Kwa hiyo walihitilafiana katika sheria ndogo, lakini katika asili au katika mambo ya msingi, asili yenyewe ya dini, basi ni kwamba sheria za Mwenyezi Mungu zilikuwa zikilingana na zikifanana kwa mtu mmoja. Bali Qur'ani tukiangalia tunakuta kwamba ndio kitabu cha mwisho. Qur'ani ndio kitabu cha mwisho, imeweka wazi kabisa kwamba dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu ilikuwa ni dini moja na sheria ilikuwa ni moja, kama Mwenyezi Mungu anavyotubainisha katika Qur'ani. Bali akasema shara'a lakum min ad-din
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. haya ni maelezo Mwenyezi Mungu anatuambia amekupeni sheria hii, yani ametupa sheria sisi ummati Muhammad, umma wa zama za Muhammad, watu wa Muhammad, wafuasi wake, katupa sheria zile zile alizokuja na Nabii na wale ambao wako kabla yake, zile sheria alizokupa Nabii na zile sheria alizokupa Nabii Ibrahim na Nabii Musa na Yesu Kristo, vile vile sheria alizowapa mitume hao ndio sheria hizo alizokupa Muhammad. Hizipi anaqimu dina wala tatafarraqu, isimamisheni dini ya Mwenyezi Mungu wala msijitarafiane. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kama tulivyosema, sheria yake ikawa ni moja kwa watu wote ambao wametaja na kufahamu kuwa tofautiana kwa mambo yetu sisi kama Waislamu, watu zetu wa Kristo kuhusiana na mitume. Lakini mitume wa Mwenyezi Mungu ambao kila Muislamu anaamini kwamba Mwenyezi Mungu awatuma, waliotajwa katika Qur'ani ni mitume 25 ambao ni Nabii Adam, Idrisa, Ibrahim, Ishaqa, Yaqub, Daud, Suleiman, Ayub, Yusuf, Musa, Haruna, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyasa, Ismail, Al-Yasa, Yunus, Lut, Daud, Saleh, Shuaib, Dhul-Kifl wa mwisho wao akiwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile tunaamini sisi Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu awatupa mitume sio hawa 25 awatupa mitume ambao hawataja majina yao, kutoka Mwenyezi Mungu hakutubainishia majina yao, lakini ameashiria baadhi ya aya katika Qur'ani zinatubainishia kwamba Mwenyezi Mungu awatupa mitume zaidi ya hao. Mwenyezi Mungu anatueleza katika sura ya 35 aya 24 anasema, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, kwamba hakuna umma wowote isipokuwa Mwenyezi Mungu kauletea mtume. Hakuna umma wote isipokuwa Mwenyezi Mungu kauletea mtume. Na katika sura nyingine, sura ya 16, Mwenyezi Mungu anasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwamba kwa hakika tulimpeleka katika kila umma mtume. Kwa hiyo mtume na Mwenyezi Mungu mtukufu kawateremsha mitume kwa sheria ya Uislamu, wajibu kufundisha wa kuwafundisha wanadamu kumwamini Mwenyezi Mungu japokuwa sheria zinazotofautiana. Na labda tutaangalia baadhi ya mifano kwamba sheria za mitume wote zilikuwa zinatofautiana, zilikuwa au mafundisho yalikuwa ni pamoja, na sheria zilitofautiana katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo kwamba katika sheria ya Uislamu swala kwa mfano Mungu kawaamrisha waja wake wanadamu wake wamwabudu, lakini ibada vipi watamwabudu? Tunakuta kwa mfano tukichukua swala kwa Waislamu inafahamika, si inafahamika swala kwa Wakristo. Swala kwa Waislamu inapatikana kwamba inakuwa na vitendo na maneno. Kwa mfano kusimama ndani ya swala, tusisimama kwa masomo, kuna kusujudu na mambo mengine kama hivyo. Lakini swala katika Wakristo unakuta swala ni nyimbo, kupiga makofi na kufanya pambio na vitu kama hivyo. Kwa hiyo amri ya kuswali wamepewa mitume wote, lakini namna gani waswali umetofautiana katika baadhi ya sheria. Hivyo hivyo katika kufunga kwa mfano, sheria ya kufunga ni sheria ambayo kawaamrisha mitume wote wawafundishe wanadamu au walete wanadamu sheria ya kufunga, lakini vipi walivyo hapa ndio kuna tofauti. Utakuta katika Uislamu Mwenyezi Mungu amebainisha kuhusiana na swala katika sura ya 4 anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, mmefaradhishiwa, mmelazimishwa kufunga kama vile walivyofaradhishwa kulazimishwa waliokuwa kabla yenu. Ili lengo nini? La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatubainishia hapa kwa swala la kufunga aliwapa mitume wote, lakini namna ya kufunga ndio inatofautiana. Kwa Uislamu kwa Uislamu anafunga anajisikia kutokana na mambo yote anaweza kukusanyia, ikiwemo kula, kunywa, tendo la ndoa, kuanzia alfajiri mpaka kuzama.
Lakini katika sheria ya Kristo kufunga ni kitendo cha kujizuia kula nyama au kula vitu vyenye roho, tena katika wakati maalum. Hiyo sheria ya kufunga ipo katika pande zote mbili. Vipi tunafunga? Hapa ndipo tunapotofautiana. Hivyo ndugu zangu katika imani na ndugu zangu wale ambao hawajabatika kwa Uislamu, tunasema kwamba Uislamu ndio dini ambayo ni sahihi, ndio dini ya kimaumbile, ndio dini ambayo Mwenyezi Mungu kawatuma kwayo mitume wote kama kuonyesha. Lakini maelezo ni marefu zaidi, kwa tutakuwa tunajaribu kujambua kwa haraka kutokana na wakati tutamkoro. Labda tutajaribu kuangalia katika mazuri ya Uislamu, mazuri ya dini yetu ya Kiislamu. Kwa hakika tukijaribu kuangalia mazuri ya Uislamu, kwa sababu ni dini ya maumbile, ni dini ya Mungu ambaye katuumba sisi, anatufahamu, ndio akatuletea sheria hii kwamba tuifuate. Tuwezi tukahesabu kujamaliza, sio katika vitu ambavyo tunaweza kuhesabu kujamaliza. Lakini tutajaribu kutaja tu baadhi ya mifano miongoni mwa dini ya Uislamu, kwamba tunakuta Uislamu ndio dini yenye uadilifu, ndio dini ambayo inaleta usawa. Kuna mifano mingi tu ambayo tunaweza kuizungumzia inayoonyesha usawa na uadilifu wa Uislamu. Labda tuchukue mfano mmoja. Imepokewa kwamba Myahudi mmoja zama za Umar bin Khattab radhiyallahu wakati wa utawala wa Umar, alikuja Myahudi mmoja akimshtaki Ali kwa Umar bin Khattab radhiyallahu, akasema Umar mwambie Ali. Wakati Umar kushtaki Ali amekaa pembeni na Umar ndiye mtawala amekaa pembeni, kisha huyu Myahudi anakuja kushtaki kuhusiana na kadhia ambayo ilikuwa baina yake na baina ya Ali radhiyallahu wote. Umar radhiyallahu anhu kwa kirani akasema kumwambia Ali, simama pembeni, simama sawa sawa na huyu ambaye ni mgonjwa wako, ewe Abu Hasan. Ali Mwenyezi Mungu amwambia akasimama pembeni ya Myahudi, lakini hali ya kuwa amekasirika. Baada ya kuwa Umar bin Khattab Mungu amwidhani ametoa hukumu baina yao, Ali radhiyallahu anhu akasema Umar radhiyallahu anhu akasema kumwambia Ali, umekasirika ewe Ali, umekasirika? Kitendo cha mimi kukwambia simama pembeni kwa bwana ambaye anashtakia na simama pembeni kwa bwana kimekukasirisha? Ali radhiyallahu anhu akamwambia hapana, ewe muumini, lakini kilichonikasirisha ni kwamba wewe umeniita Abu Hasan. Mimi sikukasirishwa na kitendo cha wewe kuniambia niweze kusimama na mtu ambaye tunashtakiana naye, lakini kilichonikasirisha ni kuona kwamba wewe umeniita kwa jina la kunitukuza Abu Hasan, nikachelea kwamba kitendo cha wewe kunitukuza, kuniita kwa jina la kunitukuza mbele ya Myahudi kinaweza kikakupelekea ukawa uache uadilifu na pengine usiku baina yangu na huyo ambaye tunashtakiana, usije ukahukumu kwa uadilifu. Angalia ndugu yangu, uadilifu ndio. Sasa ni mfano mdogo tu miongoni mwa mifano ambayo kwa hakika inabainisha mazuri mengi ya Uislamu. Sasa hebu tujaribu kuangalia, labda mtu anaweza kuuliza, baada ya kufahamu mazuri ya Uislamu, baada ya kufahamu kwamba historia ya Uislamu kumbe sheria ni moja, kwa watu kawaleta mitume wakifundisha Uislamu, mitume wote walikuwa ni Waislamu, sheria zao zilikuwa ni sheria yao ilikuwa ni moja. Sasa mimi nikitaka kuwa Muislamu nitafanya nini Uislamu? Swali hili ndugu yangu ambao ni kwamba vipi nitaingia katika Uislamu, au vipi mtu anaingia katika Uislamu? Je, kuna alipenzi lazima mtu atoke nje katika Uislamu, au kuna sharti fulani lazima azitimize mtu aingie katika Uislamu? Kwa hakika majibu ya swali hili ni mepesi kabisa. Jambo la kwanza, kabla sijaanza majibu ya swali hili au kabla sijakufafanulia unaweza kuingia katika Uislamu au unaingia katika Uislamu, kwa hakika inabidi nikueleze kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inabidi utambue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Kwa nini nasema Mwenyezi Mungu anakupenda? Mwenyezi Mungu anakupenda kwa sababu yeye ndio kakufikisha katika hali hii ambayo wewe uko sasa. Mwenyezi Mungu ndio kajalia kutukutanisha mimi na wewe katika kikao kama hiki.
Kikao ambacho tunaweza tukasema tupo hapa tumekaa tupo kando kando au tupo jirani na neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo zenye kuongezeka kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu miongoni mwa neema zake alichagua uwe ni mfuasi wa dini yake na akakuleta uwe ni miongoni mwa watu ambao watafuata kwa sawasawa na uwezo wa mtume wake wote. Hii ni jambo ambalo inakushukuru sana sasa. Lakini ile kuweza kutambua kwamba tangu nilipoanza kufikiria kuhusu Uislamu, naweza nikafahamu kuhusu Uislamu, nitapata wapi kuhusu Uislamu. Mawazo yanaweza kuingia wewe ulikuwa katika kukosa kupata Uislamu, basi katika kheri kubwa. Kwa sababu swala zima la imani, swala la kuwa muumini, swala la kukubali Uislamu, Uislamu wa sawa sawa ni ambao katika moyo wa mtu, si Uislamu unaotamka katika maneno. Kwa hiyo Uislamu wa sawa sawa, Uislamu katika moyo ambao Uislamu wenyewe ni kuwa na yakini, Uislamu ambao utakuwa na mimini kubwa mitatu: fahamu Mwenyezi Mungu, kuwa na imani na yakini sawa sawa, kufuata na vitendo. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa fahamu kwamba Uislamu na kanuni ambazo inatakiwa tuzifuate. Kanuni hizo tunaweza tukazigawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ikiwa ni nguzo za imani ambazo ni sita. Nguzo za imani ambazo ni sita, ambazo Uislamu hauwezi kutambulika isipokuwa kwa azitekeleze nguzo hizi ambazo zina uongozi wake, lakini nitaje hapa kwa wepesi. Nguzo ya kwanza kabisa za imani kwamba muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba kila chochote kilichopo katika uso wa ardhi basi kimewekwa hapa ili mja au mtumwa wa Mwenyezi Mungu, na haipaswi kujielekezea ibada, bali kitu hiki kinatakiwa kujielekezea ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wetu. Na jambo la pili ambalo tunatakiwa kuamini malaika wote na kuamini mitume wote bila kubagua, sawa sawa tunafahamu au sawa sawa tunataja katika kitabu chetu au tunataja, bali imani ya Kiislamu inaonyesha kwamba sisi tunatakiwa kuamini mitume wote bila ya kubaguzi. Na jambo la tatu katika nguzo za imani, inatakiwa tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana vitabu vyake ambavyo aliteremsha kwa mitume wake, ikiwa ni njia mojawapo ya kuwaletea wokovu wanadamu, na miongoni mwavyo ikiwa ni vitabu ambavyo asili kwamba ni vitabu vya Mwenyezi Mungu, lakini wanadamu wanatia wokovu miongoni mwavyo ikiwa ni Taurati na Zaburi. Jambo la nne miongoni mwa nguzo za imani ni malaika, na kwamba hawa ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba wakiwa hawawasi bali watekeleze maagizo yake yote kwa kutekeleza. Na jambo la tano nguzo ya tano nguzo ya imani kuamini uwezo wa Mwenyezi Mungu, ni uwezo wa kila jambo, na kwamba heri zote na shari zote zinatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kwanza. Kisha na swala zima la shahada mbili, jambo la mbili. Baada ya kuwa tumefahamu nguzo sita hizi za imani, inakuwa limebakia jambo moja tu. Kisha zitambua hizi nguzo sita za imani tulizozieleza, ambazo kwa haraka na kwamba kuamini Mwenyezi Mungu, kuamini mitume wake, kuamini vitabu vyake vyote, kuamini malaika, kuamini uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho. Kisha vipengele hivi inakuwa nimebakia neno moja tu ambalo ndio kitambulisho chako cha Uislamu, na jepesi ambalo wanalitamka kwa hiari yake bila ya kulazimishwa. Neno ambalo tunataka litamke hali ya kuwa ni kweli katika kutamka, ili atakapokuwa kwa hiari yake tena kwa kweli, basi inabidi itamfanya mtu awe Muislamu na kuwa ni kweli wa sawa sawa. Kwa kutafuta jambo atakuwa tayari kupitia stahili haki zote za Uislamu, na itakuwa ile mambo ambayo yanayowajibikia Uislamu na yeye kujibikia. Neno lenyewe sio neno lingine
bali ni neno la shahada. Ni mtu utamka ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Kisha tamka maneno haya, inakuwa umeingia katika Uislamu. Maadamu maneno haya umeyatamka, basi yako tena bila ya kulazimishwa. Maana kwamba tunashuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu pekee yake, ambaye hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa na chochote. Na pia tunashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, wala si mtoto wa Mungu, kwa maana Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na chochote katika viumbe vyake kama tulivyotangulia kuzungumza. Hivyo ukisha tamka shahada mbili, unakuwa tayari umeingia katika Uislamu. Na ukiingia katika Uislamu tayari unawajibikiwa faradhi zote na mambo ambayo ni lazima kwa Uislamu, ambayo miongoni mwayo ni nguzo tano za Uislamu, ambazo ndio kipengele cha pili. Kipengele cha kwanza ni nguzo za imani, na kipengele cha pili ni nguzo za Uislamu, ambazo tutasali. Nguzo ya kwanza shahada, shahadia bali hayo kwa mmoja na Muhammad ni mtume wake. Kisha nguzo ya pili usimche swala tano, na nguzo ya tatu utoe zaka kwenye kuweza, na nguzo ya nne ufunge mwezi wa Ramadhani, na nguzo ya tano fungamano na uwezo kuweza, na anatakiwa kutekeleza ibada ya hija katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, yani kwa hiyo Uislamu tasari ni mazuri ya Uislamu, lakini maelezo yako mengi isipokuwa kama nilivyokuambia kutokana na wakati hauwezi kuzungumza yote. Lakini hata hizi Mungu atakapotujalia tukapata kukusanyika tukakaa pamoja na nyinyi, tutajaribu kuzungumza kwa kirefu zaidi kuhusiana na historia ya Uislamu. Lakini pengine kwa kumalizia, inabidi kujaribu kuweka wazi tena kwamba kwa kutoa kwa nimezungumzia mwanzo kwamba inawezekana mtu akasema sisi ni wageni wa Uislamu, labda jaribu kupitia kwa muhtasari kwamba sisi tunawalingania watu waje kwa Uislamu, kwa sababu Uislamu una mambo mazuri yafuatayo. Kwanza kabisa kwamba Uislamu, kwamba tunalingania watu waje kwa Uislamu kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha hivyo. Kwa hiyo sisi Waislamu ni wajibu wetu kulingania ndugu zetu ambao ni Waislamu waje kwa Uislamu, kwa sababu hii ni amri ya Mungu. Kutekeleza amri ya Mungu wetu. Vile vile jambo la pili ni kwamba tunawalingania watu waje kwa Uislamu kwa sababu Uislamu ni dini ambayo inayojali. Vile vile kwa sababu tunawalingania watu kwa Uislamu, Uislamu ni dini ambayo mwanadamu kumwabudu Mwenyezi Mungu na pekee yake bila kusababisha chochote. Uislamu umetoa mwanadamu katika ibada ya kumwabudu mwanadamu mwenzie na kuingiza katika ibada ya Mwenyezi Mungu mmoja pekee yake. Na vile vile katika mambo ambayo ni mazuri ya Uislamu, kwamba Uislamu ni dini ya kimaumbile kama tulivyoeleza kwa mwanzo, na Uislamu vile vile ndio dini ya mitume wote kama tulivyozungumza, na vile vile ndio dini ya mwisho, kwamba dini nyingine kama ilivyo kwamba mtume wake ni wa mwisho na kitabu chake vile vile cha mwisho. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atuongoze na awaongoze nyinyi ndugu zetu kuingia katika Uislamu sawa sawa, uweze kuona ladha ya Uislamu, ladha ya Mwenyezi Mungu, ladha ya unyenyekevu na ladha ya utulivu wa nafsi. Bali Uislamu kwa Uislamu ni pekee nyingine dini ambayo katika nchi kwa kumalizia ninawahusia kwamba mtu yoyote ambaye anaje Uislamu asikae aanze kufanya nini kwa hakika yote usiye na wakati zuri. Hakuna Muislamu yoyote anataka Uislamu hivyo kwa mwisho kabisa ni kwa kuongoza anaonyesha kwa majina na kuonyesha baada Uislamu wenye kujiingiza katika sheria.